Nyoka ni zahanati ya shamba, mlinzi wa mazingira, alama ya hekima na utajiri usiohitaji leseni, anasema Dr. Mkali Malela. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Juma Mo. Hii kauli ya Mkali Malela kuhusu nyoka ni tamko linalopasua anga la uoga wa kiumbe ambacho mababu walikienzi kama alama ya uzima, lakini sisi tunakiona kama alama ya laana na ushetani. Kwa mtazamo wa Mkali Malela, nyoka si shetani mdanganya watu kama tulivyokaririshwa kwamba alimdanganya Eva, bali ni mshirika wetu na mlinzi wa asili ambaye tumepewa bure na Mungu ili tuishi vizuri. Ujinga umetutenga na upendo wa Mungu kwetu. Sisi ni bure kabisa. Historia inaonyesha nyoka ndo kiumbe pekee aliyebeba nembo ya tiba katika hospitali zote duniani. Hii inatokana na falsafa za kale, hususan kutoka nchini Ugiriki, ambapo kiumbe huyu alichaguliwa kama ishara ya uponyaji kutokana na uwezo wake wa kipekee wa kuvua ngozi. Nyoka kujivua gamba, ambayo huwa ni makovu na vimelea vya magonjwa, inaakisi lengo kuu la udaktari ambalo ni kumsaidia mgonjwa kuvua ugonjwa ili kurejesha mwili katika hali yake ya afya na uzima. Lakini pia tabia ya nyoka kuwa mwangalifu na mtulivu inafananishwa na umakini unaohitajika kwa daktari anapotoa tiba. Hata katika maandiko ya kidini tunakumbuka kisa cha Musa kule nyikani alipoinua nyoka wa shaba ili wale waliomwangalia wapone baada ya kuumwa na nyoka wenye sumu. Hii ina maana kwamba kitu kinachoweza kuua kinaweza pia kuwa chanzo cha kutibu. Ni jambo la kufurahisha kuona kuwa kiumbe ambaye wengi tunamkimbia kwa hofu ndiye huyo anayepepea katika bendera za sehemu tunazokimbilia tunapoumwa. Ni ukumbusho kuwa ufumbuzi wa matatizo makubwa mara nyingi hupatikana ndani ya vile vitu tunavyovihofia zaidi. Sayansi ya sumu kuwa dawa. Dr. Mkali Malela anafumua siri nzito ya kisayansi inayounganisha sumu ya nyoka na maisha ya mwanadamu. Nyoka wa Brazili anayeitwa Bathrops jararaca ana sumu ya ajabu. Akimng'ata mnyama kama panya, sumu yake inaenda moja kwa moja kwenye mfumo wa damu na kushusha shinikizo la damu kwa kasi ya ajabu. Mishipa ya damu ya yule panya inalegea ghafla, damu inakosa nguvu ya kusafiri na panya anazirai hapo hapo. Hii ndiyo njia ya nyoka kumpozesha adui yake, anasema Dr. Mkali Malela. Wanasayansi walijiuliza kama sumu hii inaweza kushusha BP ya panya hadi akazirai. Je, tukiichukua na kuifanyia marekebisho haiwezi kuwasaidia watu ambao wana BP ambazo zimepanda sana na zinakataa kushuka? Hapo ndipo walipogundua kuwa ndani ya sumu hiyo kuna protini inayozuia enzyme mwilini inayoitwa ACE. Kazi ya hii ACE ni kubana mishipa ya damu kama unavyobana bomba la maji ili maji yaruke mbali. Wataalamu wakaichukua siri hii, wakatengeneza dawa inayoitwa captopril, dawa ya kwanza katika kundi la ACE inhibitors. Dawa hiyo badala ya kukuua inazuia mishipa yako ya damu isijikaze. Matokeo yake mishipa inalegea na kutanuka na damu inapita kwa urahisi bila presha kubwa na moyo unapata nafasi ya kupumzika. Inastaajabisha kuona kuwa kiumbe huyu anayechukiwa mtaani ndiye ameshikilia ufunguo wa uhai kwa mgonjwa aliye ICU akipambana na shinikizo la damu au moyo. Ni kama asili inatupa ujumbe kuwa dawa ya tatizo lako mara nyingi ipo ndani ya kitu unachokiogopa zaidi. Jamii za kale zilimwonaje nyoka? Huko Misri ya kale, Mafirauni walivaa alama ya nyoka katika taji zao ili kuonyesha uwezo wao wa kuona hatari kabla haijafika, anasema Dr. Mkali Malela. Huko China ya kale, nyoka alikuwa ni mnyama wa zodiaki aliyeashiria mtu mwenye akili nyingi, siri na uwezo wa kujipatia utajiri kwa utulivu. Huko India ya kale, nyoka waliaminika kuwa walinzi wa vyanzo vya maji na hazina za chini ya ardhi, wakiheshimiwa kama viumbe wenye baraka. Huko Amerika Kusini, kabila la Mayans walimwabudu Quetzalcoatl,
nyoka mwenye manyoya kama Mungu aliyeleta elimu na ustaarabu kwa binadamu. Enzi za mababu, nyoka aliyeonekana nyumbani hakuuawa. Alionekana kama mlinzi wa amani ya familia na ishara kwamba mizimu imeridhika na makazi hayo. Enzi za mababu, sumu ya nyoka ilitumika kwa umakini mkubwa kutibu magonjwa ya viungo na kupooza, ikiwa imechanganywa na mizizi ya siri. Dr. Mkali Malela anasema hata katika maandiko ya kale nyoka alitajwa kuwa mwerevu kuliko wanyama wote, sifa ambayo binadamu wa kisasa ameibadilisha na kuiita uovu. Mkali Malela anasema kabla ya kuja kwa dawa ya kuua wadudu yani pesticides, nyoka ndio aliwadhibiti panya waliobeba magonjwa kama tauni. Nyoka anapopita kwenye shamba, viumbe waharibifu kama panya na wadudu wengine hukimbia au kuliwa. Katika uchumi ni mchakato wa kuondoa watu wasio na tija au mifumo iliyochoka ili kupisha maendeleo mapya. Mkali Malela anasema enzi hizo kuwa na nyoka kwenye shamba lako au mazingira yako ilikuwa ni sawa na kuwa na mlinzi wa mavuno dhidi ya panya na waharibifu bila kumlipa mshahara. Panya ni waharibifu wakubwa wa nafaka, lakini kibaiolojia panya ndio wabebaji wakuu wa viroboto wanaoeneza vimelea vya ugonjwa wa tauni. Nyoka anapokula panya hadhibiti tu uharibifu wa mazao, bali anakata mnyororo wa maambukizi ya magonjwa hatari kwa binadamu. Nyoka anaweza kuingia hadi ndani ya mashimo ya panya ambako sumu au mitego haiwezi kufika. Nyoka hatumii kelele, anafanya kazi yake kwa ukimya mkuu. Uwepo wake shambani unamaanisha usalama wa mazao. Nyoka hali karanga wala mahindi, anakula anayekula mazao. Anapunguza uwezekano wa milipuko ya magonjwa. Hali ilivyo sasa baada ya kuasi. Leo hii tunatumia mabilioni ya fedha kununua pesticides ambazo mara nyingi zinaua nyoka, na matokeo yake panya wanaongezeka na kuwa sugu kwa sumu. Tunaua kifaa cha bure na kununua kifaa cha gharama kinachoharibu udongo na afya yetu, yani hatuna akili. Inaonekana Mkali Malela anajaribu kutuambia kuwa hekima ya kale ilijua namna ya kuishi na laana na kupata baraka. Kwa wakulima makini, nyoka ni trekta la bure linalopita kwenye mashimo ya panya na kuhakikisha maghala ya chakula yanabaki salama bila kemikali. Mkali Malela anasema nyoka haishi mahali penye njaa, anapenda mazingira yenye rutuba, hivyo kumuona ni ishara ya utajiri wa ardhi. Kwa wenye hekima, kumtazama nyoka anavyojivua ngozi ni somo la kujitathmini na kuachana na tabia za zamani ili kufanikiwa. Kwa mjasiriamali, nyoka ni mwalimu wa subira. Anaweza kusubiri windo lake kwa saa nyingi bila kupata papara. Anaweza kusubiri windo lake kwa saa nyingi bila papara, sifa inayohitajika kwenye uwekezaji. Mradi wa karanga Masasi na Kongwa. Baada ya vita vya pili vya dunia mwaka 1947, Waingereza walianzisha mradi mkubwa wa kulima karanga Tanganyika ili kupata mafuta. Mashamba hayo makubwa yalivuta maelfu ya panya walioanza kutafuna mbegu za mazao. Wazungu hao waliwaleta nyoka ili wadhibiti ongezeko la panya. Nyoka wakapiga kazi, karanga zikavunwa, mzungu akatengeneza pesa. Mpaka hii leo maeneo kama Kongwa na baadhi ya maeneo ya Masasi bado yana sifa na kuwa na nyoka wakubwa wengi, jambo ambalo wazee wa maeneo hayo walilihusisha na mbegu iliyoachwa na mradi ule wa kikoloni. Mshauri wa kiroho na alama ya baraka. Wazee wetu walimwona nyoka kama kiumbe wa pekee kutokana na maumbile yake yanayofungamana na nishati ya ardhi, kwani tumbo lake hugusa chini wakati wote na kumwezesha kuhisi mitetemo ya ndani ya dunia ambayo viumbe wengine hawawezi kuisikia. Hali hii inamfanya nyoka kuitwa mlinzi wa siri za ardhi. Aidha, uwezo wake wa kuvua ngozi ulitafsiriwa kama ishara ya ushindi dhidi ya kifo, na uwezo wa kuzaliwa upya akionekana kama kiumbe mtakatifu mwenye uwezo wa kusafiri kati ya ulimwengu wa walio hai na roho za mababu. Mkali Malela anasema wazee waliamini kuwa ukiua nyoka bila sababu unaharibu na unaua asili, na unaweza hata
kujivutia nuksi. Katika baadhi ya tamaduni, nyoka alionekana kama mjumbe wa mababu anayekuja kukumbusha familia maadili na umoja. Alionekana kama Idlos, yaani roho ya babu anayekuja kutembelea katika familia. Waliamini sauti ya nyoka, yaani hissing, ni onyo la asili linalokutaka wewe uwe macho katika mazingira yako. Uwepo wake unatafsiriwa kama ishara kwamba mababu wako radhi na familia kwa hitaji la kufanya tambiko au kutoa shukrani. Familia inatakiwa kukaa pamoja na kutatua migogoro. Waliamini nyoka haanzishi ugomvi, anajihami tu akichokozwa. Somo kubwa la hekima kwa binadamu: kuwa na nguvu lakini asizitumie kuonea wadhaifu. Katika falsafa ya kale, sauti ya nyoka ilikumbusha kuwa mwanadamu si mtawala pekee wa ardhi. Kuna viumbe wadogo wenye nguvu za ajabu ambao wanaweza kubadilisha hatima ya maisha yako kwa sekunde moja. Hivyo kutembea kwa tahadhari ilikuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku. Propaganda na hila dhidi ya mlinzi wa asili. Hofu tunayoihisi dhidi ya nyoka mara nyingi si matokeo ya hatari halisi, bali ni uoga wa kufundishwa uliopandikizwa na kututenganisha na asili yetu na kufanya tuone uhai kama adui. Mkali Malela anafafanua kuwa hila hii inalenga kumfanya binadamu awe mgeni kwenye ardhi yake mwenyewe, akipoteza maarifa ya kale na jinsi ya kuishi na viumbe hawa. Kama vile maarifa ya mitishamba yalivyopigwa vita, hofu dhidi ya nyoka imetengenezwa ili kufuta uwezo wetu wa kutofautisha kati ya viumbe hatari na wale rafiki, jambo ambalo wazee wetu walilimudu vyema. Kwa kumfanya kijana wa leo muogope nyoka bila maarifa, mfumo unamkata kamba inayounganisha akili yake na siri za pori na kugeuza jamii kuwa kundi la wateja waoga wanaotegemea mifumo ya kisasa pekee. Kiuchumi, kumuua nyoka shambani ni kutoa ruzuku ya moja kwa moja kwa makampuni ya kemikali na viwanda vya sumu za panya, kwani nyoka ni meneja wa waharibifu asiyelipwa mshahara. Tunapoharibu teknolojia hii ya asili, tunavunja mnyororo wa amani ambao asili iliweka bure na kujilazimisha kuingia katika utumwa wa kununua viuatilifu na sumu za viwandani. Huu ni mkakati wa makampuni makubwa kuhakikisha kuwa shamba halijitoshelezi kiikolojia. Kwa kukuaminisha kuwa nyoka ni adui, wanakulazimisha uue mnyororo wa asili unaodhibiti waharibifu, jambo ambalo linakufanya kuwa mteja wa kudumu wa sumu na kemikali za kulinda mazao yako. Aidha, kuna mchezo wa kibeberu wa mweke mbali na chanzo kisha muuzie zao la chanzo. Sumu ya nyoka inachukuliwa na kupelekwa kwenye maabara za nje na kutengeneza dawa za mabilioni ya shinikizo la damu, yani BP, na matatizo ya moyo, huku wewe ukihamasishwa kumuua mtoa malighafi hiyo bure na kisha kurudi hospitalini kununua dawa hizo kwa gharama kubwa. Vilevile, nyoka anafanya kazi kama mita ya asili inayopima afya ya udongo, kwa sababu maisha yake yanategemea kugusa ardhi moja kwa moja kwa 100%. Yeye ndo kiumbe wa kwanza kutoa taarifa mazingira yanapoharibika au sumu zinapozidi ardhini. Nyoka hawezi kuishi kwenye ardhi iliyokufa. Hivyo, hamasa ya kumuua nyoka inalenga pia kutupofusha tusigundue jinsi ardhi yetu ilivyochafuliwa na kemikali za viwandani. Kumuua nyoka sio kitendo cha ushujaa, bali ni kutekeleza agizo la soko linalotaka uwe mnyonge, muoga na mteja wa kudumu wa mifumo inayofaidika na kutengana kwako na ardhi. Mara nyingi kinachotufanya tuwe nyoka si hatari, bali ni uoga tu tuliofundishwa. Viwanda vya sumu za panya haviwezi kupata faida kama kila shamba litakuwa na nyoka wa asili, hivyo lazima wakuaminishe kwamba nyoka ni hatari. Protini za sumu ya nyoka zinatumika leo kutengeneza dawa za mabilioni, halafu wewe unahamasishwa umuue ili uendelee kununua dawa hizo. Hofu dhidi ya nyoka imepandikizwa hata kupitia simulizi za kale na tafsiri potofu za imani, zikimfanya aonekane kama alama ya uovu pekee. Huu ni mkakati wa kisaikolojia wa kumfanya binadamu aamini kuwa kila kitu cha mwituni ni adui. Tukiamini kuwa asili ni adui, tutakimbilia kwenye miji ya zege na kutengeneza mifumo ya kisasa inayodhibitiwa na watu wachache, huku tukiacha rasilimali zetu zikipotea. Mkali Malela anasema kuwa
kuna hila kubwa hapa. Wanakuambia nyoka ni hatari, lakini wao wakati huo huo wanahamisha vinasaba vya sumu za nyoka kwenda nje kwenye maabara zao. Huko wanatengeneza dawa za BP na matatizo ya moyo kutokana na sumu hiyo. Huu ni mchezo wa mweke mbali na chanzo kisha muuzie zao la chanzo. Wewe unamuua mtoa malighafi kisha unarudi kununua dawa kwa gharama ya mkopo. Ndoto za nyoka. Nyoka ni ndugu yetu wa kweli. Nyoka ni dira ya utabiri wako kwenye njia ya ukuu, na si kila ndoto ya nyoka ni uadui. Ukiota unakimbizwa na nyoka na hajafanikiwa kukukamata, elewa kwamba maadui zako wanapambana na wewe kwa njia za kiroho kukumaliza, hivyo chukua tahadhari. Ukiona umeng'atwa na nyoka mguuni, elewa maadui zako wamefanikiwa kukufunga unyayo wa mafanikio yako katika utafutaji, sababu ili ufanikiwe ni lazima utoke na kupiga hatua. Ukiota umeng'atwa na nyoka katika mkono wa kushoto, elewa hutofanya chochote katika maisha kifanikiwe, kwa sababu mkono wako wa kuingiza kipato umefungwa na kuachiwa mkono wa kutoa tu. Ndio maana kila unapopata pesa haikai. Matatizo kwako yanafumuka kuhakikisha pesa imeisha. Ukiota nyoka kaingia ndani kwako, elewa hautomaliza hata siku 30 utapokea wageni wa shari au heri nyumbani kwako. Nyoka ni alama kuu ya ukuu wako katika asili. Usimuue kizembe, utaua mafanikio yako. Ukiona nyoka shambani mwako usimuue, utaua kipato chako chote cha mwaka, na umtafute mchawi wa shamba lako, kumbe mchawi ni wewe mwenyewe. Asili imeshinda na sasa dunia inazinduka. Mkali Malela anasema hii leo wataalamu wa ekolojia duniani wameanza kuweka sheria kali za kumlinda nyoka ili kupinga ujangwa. Wanasayansi wakubwa sasa wanafanya ufugaji wa nyoka kama mradi wa mabilioni kwa ajili ya kuvuna sumu inayookoa maisha. Leo hii kwenye mbuga za wanyama, nyoka ni kivutio cha fedha za kigeni zinazojaza hazina ya nchi. Takribani tafiti 10,000 za kitaalamu zimefanywa nchini Brazil na Marekani zikionyesha jinsi sumu ya nyoka ilivyo dhahabu ya majimaji katika tiba ya kiharusi. Dunia imeanza kugundua kuwa nyoka si mnyama wa kumuua, bali ni mshirika wa kumwelewa. Kama walivyosema wahenga, kibaya chako ni kizuri kwa mwingine. Mkali Malela anasema mnyonga nyoka anajinyonga mwenyewe kwa kuleta panya nyumbani. Kwa elimu zaidi kuhusu siri za asili, ujasiriamali wa shambani na jinsi ya kudhibiti mazingira na jinsi ya kuishi na mazingira bila hofu, mtafute Dr. Mkali Malela kwa namba zifuatazo. Kwa Tanzania ni alama ya kujumlisha 255 766 04 0056, na kwa nchini Kenya ni alama ya kujumlisha 254 759 51 41 00. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, muhenga wa karne ya 21. Mimi ni Juma Mo. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa leo.